manabii wa leo. Maana anasema kwa maana, ina maana niko hivi, manabii wote na Torati yote imefanya kazi mwisho kwa Yohana. Ina maana manabii wote na Torati yote wamefanya mwisho ni kwa Yohana. Leo hakuna nabii tena. Hebu nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Leo ukisikia mtu anajiita mtume, nabii, wewe weka ni mtume wa shetani. Wala usimunye eti unamuogopa. Mimi nimeogopa Mwamposa. Mwamposa ni mtoto mdogo sana. Yaani Mwamposa kwangu ni mtoto mdogo. Yaani nikimwangalia ni kama sisimizi. Sema amen. Mimi nina mamlaka ya Mungu aliye hai. Sema amen. Yeye ana mamlaka ya maji, ya upako wake anaoenda katika viwanda vya maji kuweka oda ili watu wadanganye. Sisi tuna maji yaliyo hai yanayopatikana katika Yesu Kristo. Nabii yeyote atakayekuja kwangu ni nabii wa shetani tu, kwa sababu tayari manabii wote wameishia kwa Yohana Mbatizaji. Aje anabadilisha ulimwengu unakuwa mweusi, unakuwa mwekundu. Kama ni nabii wa shetani. Aje ni mtume, anabadilisha jua linakuwa mwezi, haina shida. Kama anajiita ni mtume wa shetani. Anayezungumza ni mwanafunzi wa Yesu. Sema amen. Yesu yeye yule jana, leo na hata milele. Habadilishwi na jambo lolote, wakati wowote, majira yoyote. Majira yoyote atabaki kuwa Yesu. Majira yoyote atabaki kuwa mwana wa Mungu. Majira yoyote, na sisi tutabaki kuwa wanafunzi wake. Sema amen. Nipungie mkono wa na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, leo mwana wa Mungu. Hapa anazungumza, anasema, kwa hiyo anasema na ikiwa mnataka kukubali, hasa leo wakubali wakatae. Huo ndio kweli. Ikiwa mnataka kukubali, na leo wakubali wakatae, Yesu ndiye mwana wa Mungu. Hebu nipungie mkono wani na Mungu akubariki sana. Na hapa na yeye anazungumza, anasema na kama mnataka kukubali, yeye ni Elia. Yeye ndiye Elia atakayekuja, mwenye masikio na asikie kwamba Elia alishakuja, wakampenda, wakamkata shingo, hawakujua kama ndiye Elia. Mungu akubariki sana. Na ndio maana Yesu aliwaambia kwamba alikuja mtu yeye hali hanywe. Yeye kazi yake ni kulamba asali na nzige za mwituni, lakini yeye hakula ugali, hakula ngano, lakini ninyi mkamuita na pepo. Amekuja Yesu mwana wa Mungu, yeye anakula na kunywa, anatembea na watoza ushuru, anakaa na makahaba. Wakasema huyu hafai, lakini itajulikana na itatambulikana. Yesu yeye yule jana, leo na hata milele, ndiye mwenye uzima, na yeye ndiye aliyesema basi. Sema amen. Pungia mkono wani na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako basi. Kuna kitu fulani kwenye mtandao, kwa vile vichekesho wakizungumza tu ukweli, nasema basi. Mungu akubariki sana. Na sisi watu wanaenda kusema basi. Mitume wafunge virago vyao, warudi walikotoka. Sema amen. Manabii wa uongo wabebe virago vyao, warudi walikotoka. Sema amen. Iliyobaki ni kazi ya wanafunzi wa Yesu, ambaye yenyewe kubali kufa au kupona. Sema amen. Sisi tuko tayari kwa lolote. Sema amen. Muulize jirani yako, uko tayari kwa lolote? Na ndio maana Stefano hakujali chochote. Hakujali kuna baba, hakujali kuna mama, alijali kweli ya Mungu. Na Stefano akakubali kufa kwa ajili ya kumtetea Yesu. Na wakati anakufa, Yesu anazungumziwa, anasema ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini wakati anakufa, Stefano akamwona Yesu amesimama katika ufalme wa Mungu, akiwa anampa heshima shujaa aliyekufa na mtetea. Na wewe kubali kupata ushujaa kwa Yesu, kubali kupata ushujaa kwa Mungu na malaika walioko mbinguni. Sema amen, kwa sababu wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Sema amen. Mwambie jirani, kama umevaa jina la wanafunzi wa Yesu, Jumapili ijayo usipe. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, kama umevaa jina la wanafunzi wa Yesu. Jina, yaani kuna mtu mwingine anajiita mimi ni mwanafunzi wa Yesu, hataki kuhubiri. Mwambie wiki ijayo asije. Huyo sio mwanafunzi. Yesu anamwambia Petro, mtu akitaka kunifuata mimi, ale damu yangu, anywe damu yangu, ale nyama yangu. Wakamtazama wanafunzi, wakamuuliza, itakuwaje jambo hili? Mtu ale damu, anywe damu, ale nyama, hili jambo haliwezekani. Wakasema mtu hawezi kabisa kufika mbinguni.
wanafikiria nitawezaje kula nyama ya Yesu nikauone uzima wa milele. Lakini mmoja alirudi hatua moja akasita, anaitwa Petro. Yesu alipomtazama akamuuliza, Petro, na wewe unataka kuniacha kwa sababu ya neno gumu? Petro akasema, niende wapi Bwana? Maana kwako kuna maneno yenye uzima. Sema amen. Kwa Yesu kuna maneno yenye uzima, lakini anahitaji kujikana. Sema amen. Muulize jirani yako, je, umejikana? Sio umevaa vazi tu la kwamba mimi nimeokoka, lakini kwenye vita atapambana mchungaji. Sema amen. Vita ya injili sio ya mchungaji. Vita ya injili ni ya waaminio. Sema amen. Na ndio maana ukija kuangalia, aliyeamini ndio anatakiwa atangaze ufalme wa Mungu. Sema amen. Haya mambo sio ya kwangu. Haya mambo ni ya waaminio, ya wanafunzi wa Yesu. Hebu nipungie mkono wale na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo tayari anayetaka kuamini yeye ndiye Elia, na asikie na aelewe. Tunarudi tena kwa Yesu. Kwa Paulo anasema wengine alichagua mitume. Tumeshaliona ni kweli Yesu alichagua wengine mitume, ni kweli Yesu wengine alichagua manabii.